Wakati ulioisha tulizungumzia kuhusiana na umuhimu wa kufanya ibada, lakini pia maandalizi na utaratibu mzima wa kufanya ibada au meditation au sala. Na tukaongelea mambo mengi sana yanayohusiana na namna ya kufanya ibada au maombi. Tukasema kwamba kuna maandalizi, kuna kujiweka katika hali ya kufaa, kuna kusali au kuomba. Lakini namba 4 tukasema kuna kutoa sadaka au zawadi. Namba 5 tukasema kuna kumalizia kwa shukurani. Hivyo ni vitu ambavyo tulivizungumza kwenye sehemu iliyopita. Kwa hiyo kama hujaitazama, kama hujaisikiliza, ili kupata series na kuelewa vizuri kwenye hichi kipande ambacho tunazungumzia sasa hivi, ni vyema ukarejea kusikiliza kwenye sehemu hiyo iliyopita. Siku ya leo tutaendelea na kujua siku hatari na siku nzuri au siku zenye bahati au siku zinazofaa katika mfumo wa kufanya ibada za kiroho. Na ni muhimu sana kuzingatia hili, na pengine watu wamekuwa viongozi na watu mbalimbali wa kiroho wamekuwa wakivizungumza, lakini wanavizungumza lakini sio katika hali fulani ya kunyooka kwa usahihi. Na ndio maana tumewaletea elimu hii na tunawaletea elimu hizi ili tuweze kuzijua na kufahamu mambo mengi sana kuhusiana na siku na muda mzuri wa kufanya maombi au ibada. Kuna siku tutakuja kueleza kila siku na maana yake, na kila siku ina utaratibu wake na imebeba nini siku hiyo siku. Kwa mfano Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili zimebeba nini na kwa nini ziliitwa hivyo. Na ndio maana imefanywa kuwa siri ili wawe nayo wachache. Sio kila mtu anaweza kuelewa haya mambo. Maana watu wengine wana kwani ya kazi gani? Watakaoelewa hao na watakaojua ni hao. Wasiojua basi wataendelea kutokujua. Itakuwa ni hasara kwa vizazi vyao na nafsi zao. Kwa yule atakayetaka kujifunza basi atajifunza kwa faida ya nafsi yake, roho yake na ulimwengu wake, wakati wa sasa na wa baadaye. Hiyo ni kwa ajili yake yeye na maisha yake huko. Ni vyema kukumbushana na kujua kwamba kuna umuhimu wa kurudi tena kusoma ule mfumo wa solar system, kwa sababu ule mfumo kuna mambo ambayo yamejificha sana pale. Pengine tulifundishwa kuvijua, kuvimesheni na kujua mambo mengine yanayohusiana na mzunguko na nini, lakini hatukufundishwa kiundani sana. Sasa huu mfumo wa solar system una maana kubwa sana katika viumbe hapa duniani. Una maana kubwa sana. Una athari kiroho na una athari kimwili. Umeona? Kwa hiyo inabidi kama ni wa Afrika, kama ni wa Tanzania, kama ni watu weusi, ni vyema sana. Ni vyema sana kuweza kurudi na kusoma kwa undani sana. Mawimbi umeme ambayo yanazalishwa katika mfumo wa hii solar system kutokana na mpangilio wake jinsi ulivyo katika miundo 7, katika miundo 12, ndio huo ambao unakuwa una reflect kwenye maisha ya viumbe moja kwa moja katika mfumo wa kiroho na mfumo wa kimwili. Kimsingi tu ni kwamba nimependa kuwakumbusha kuweza kurudi pale, kwa sababu hii mada ambayo tunaielekeza hapa imejikita sana kwenye ule mfumo. Unapozungumzia tarehe, unapozungumzia siku, unapozungumzia masaa 24, dakika, sekunde, inategemea sana mzunguko wa hii mifumo katika orbit mbalimbali. Hapa kuna mawimbi umeme. Sasa hapa kuna mawimbi umeme ambayo yanazaliwa na yanaofanya viumbe waendelee kusurvive hapa, na ndio chanzo haswa cha viumbe kuwepo na kusurvive. Hii hewa unayoiona, haya maji unayoyaona, hii ardhi unayoiona na vitu vingine. Sasa kuna mambo mengi ambayo yamejificha katika hizi siku. Kwa mfano siku ya kwanza kabisa ambao tunasema ni siku ya mwanzo ni siku ya Jumapili. Jumapili ni siku ya kwanza. Jumatatu ni siku ya pili. Jumanne ni siku ya tatu. Jumatano ni siku ya 4. Alhamisi ni siku ya 5. Ijumaa ni siku ya 6. Jumamosi ni siku
ya 7. Kwa katika wiki tuna siku 7. Katika wiki tuna siku 7. Katika hizo siku za wiki, kila siku imesimama na maana yake, na imesimama na ujumbe wake, na imesimama na mambo yake, na imebeba thamani ya kitu fulani ambacho tutakuja kuizungumza baadaye. Sasa wengi wao unakuta katika dini na imani mbalimbali imekuwa ikizungumzwa kwamba kuna siku za bahati, kuna siku mbaya, kuna siku hivi na hivi, wakadha, siku ina hapa na pale. Ndio maana ukiangalia kwa undani na ukifuatilia kwenye imani mbalimbali na watu mbalimbali wa kiroho wamekuwa wakizungumza haya katika mitazamo ambayo kila mtu anaona vile ambavyo alivyojifunza na alivyoelewa, na pia vimekuwa na matokeo kwa kila mtu na kwa kila jamii au kila dini au kila imani. Na wengi wamekuwa wakihusisha nyota za watu, mifumo. Tunaposema nyota ni mifumo, hatumaanishi nyota kama unavyoona nyota zimekaa angani zinapeperuka huko zinazunguka. Tunamaanisha nyota kama mfumo wa maisha ya mwanadamu, kujua njia ya mafanikio yake. Imefungwa katika siku, imefungwa katika mwezi fulani. Kwa kila mtu anao mfumo wake. Ndio maana kama mwanzo nilisema, unapokuja hapa duniani kuna mfumo ambao unaukuta hapa, ambao unakinzana, unaenda tofauti na mfumo ambao wewe tayari ulikuwa ushaupanga kwenye ulimwengu wako wa kiroho. Kija hapa unakutana na mambo mengine. Kwa hiyo inakuwa ni chenga by chenga. Unashindwa kujua A ni nini, B ni nini, C ni nini. Sasa mifumo yenyewe ndo kama hii ya siku, muda, miezi na miaka. Ina maana kubwa sana. Ukienda kufuatana na mfumo wako ambao unahitaji ulimwengu wako wa kiroho ufanyike, basi ndio maana wengi unakuta mambo yao yanafanikiwa na mambo yao yanang'aa, kwa sababu wanajua mifumo yao, wanajua utaratibu wao. Sasa sijajua kwenye imani unayoiamini wewe na dini unayoiamini wewe, kwako wewe kwa mifumo inaeleza nini juu ya mifumo yenu ya kufanya ibada, mifumo yenu ya kiroho. Lakini hapa inahusisha sana hizi siku. Kwa mfano tuanze na siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu katika mfumo wa kiroho ni siku ambayo imebeba mambo mengi sana, na wanaozaliwa siku hii, wanaozaliwa katika wakati huu lazima wajue na wafahamu, watake wasitake, wapende wasipende, lazima wajue. Siku ya Jumatatu ni siku inahusiana na mwezi huu unaoona, mwezi wa juu angani, inahusiana na siku, inahusishwa na mwezi. Kwa kawaida lazima uangalie na uchunguze kwa nini siku ya Jumatatu inahusishwa na mwezi. Kuna maelezo mengi sana, lakini mimi najaribu kuyafafanua kwa urahisi na kwa wepesi. Lakini wewe sasa unganisha dot, nenda katafakari, nenda kae chini, fanya research, fanya utafiti kwenye vitabu vya kidini, vitabu vya kiimani, tafuta, jiulize na uombe msaada katika ulimwengu wako wa kiroho, ili uweze kukufahamisha na kutambulisha kwa nini umuhimu wa mwezi siku ya Jumatatu. Kwa kawaida huwa inachukuliwa ni siku nzuri na mwanzo mzuri wa kufanya jambo lolote lile linalohusiana na mapenzi au mazoea au kufanya mambo ya kiroho. Siku ya Jumatatu ni muhimu sana kuitambua, kwa sababu ni siku ambayo inahusishwa na mwezi. Kwa nini mwezi? Kuna siku nitakuja kukuambia nini maana ya mwezi na nini maana ya jua. Mwezi na jua vina kazi kubwa sana tena viangalie kwa umakini. Mwezi na jua vina maana kubwa sana, na ndio maana utakuja kujiuliza swali, ni nani aliyesema mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4 mpaka wa 12, na kwa nini uitwe mwezi usiitwe jua? Narudia tena jamani, kweni makini na haya mambo. Tumeyakuta tayari wameshaweka katika ustaarabu na muundo ulioukuta, na hujui ni nani aliyeweka na nani, kwa nini, ilikuwaje. Kwa hiyo ni muhimu sana kuvijua, kwa sababu vina athari kwenye maisha na mfumo wa kiroho. Kwa hiyo siku ya Jumatatu imebeba kama thamani, imehusishwa na mwezi.
ambao unazingatia sana katika mwanzo au katika jambo lolote jipya, umeona, au katika mapenzi au katika mazoezi au katika mfumo wa ibada za kiroho, meditation. Sasa kuelezea sana. Tuende siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa jamani, inahusishwa na sayari ya Venus. Hii sayari na yenyewe tutakuja kuielezea siku zinazokuja. Kwa nini inaitwa sayari ya Venus na kwa nini ina uhusiano na maisha hapa duniani. Vyote hivi tunavyozungumza tutazungumza kulingana na series. Kila kitu tutakuwa tunakifafanua kwa namna ambayo Mungu ametukadiria. Kwa hiyo Venus kama Venus ni sayari ambayo ina uhusiano mkubwa na maisha ya viumbe wote hapa duniani, sio binadamu peke yake. Hapa ndo huwa kuna kitu ambacho pia nashindwa kuelewa pia watu wanaofanya masomo ya spirituality. Wanadili sana na mambo ya binadamu, lakini Venus ina uhusiano na viumbe wote hapa. Kama ilivyo kwenye mwezi, mwezi una uhusiano na viumbe wote. Najua hivyo hivyo. Kwa Venus pia ina uhusiano, inahusishwa na viumbe tofauti ikiwemo binadamu. Na hii siku ni nzuri sana ambayo inahusishwa na Venus. Ni siku hii sayari kwanza ina mambo mengi, inahusishwa sana na mambo ya sanaa, mahusiano ya kimapenzi, mahusiano mbalimbali kwa ujumla, lakini inahusiana na uzuri na masuala mbalimbali ya mambo ya urembo, pendeza na vitu kama hivyo. Kwa ni muhimu sana kuifahamu siku ya Ijumaa. Tutakuja kuelezea siku moja na mambo mengine na watu wanaoendana na namna hiyo na viumbe wanaoendana na siku hiyo, ni muhimu sana. Lakini jambo lingine, siku nyingine ni siku ya Jumamosi ambayo hapa tunakutana na sayari ya Saturn. Saturn mmesikia, mmeisoma hata shuleni. Sasa ni nani aliyesema inaitwa sayari ya Saturn? Kama ilivyo kwenye Venus, nani alisema inaitwa Saturn? Hivi ujiulizi tu, Saturn kwa nini iwe Saturn? Haya, na yenyewe ni sayari ambayo inahusishwa na uzuri au kujenga misingi fulani ya kufanya jambo fulani, na ni sayari ambayo kufanya kwake kazi au kufanya mambo yake inafanya kazi kwa ugumu sana. Ndio maana unakuta kuna watu kama Wasabato siku hii mara nyingi huwa hawataki kufanya kazi. Hawataki kufanya kazi, na ndio imani yao inayoelekeza hivyo, na kutokana na utaratibu wa hii siku. Umeona jamani, kutokana na utaratibu wa hii sayari ya Saturn, na ndio maana ikapewa jina la Saturn kwa sababu ni siku ya Jumamosi na utawala wa Saturn. Sasa siku na sayari zina uhusiano gani? Siku na sayari, kumbuka haikuanza siku, ilianza sayari. Sayari ndio inatambulisha siku. Unajua unaposema Monday, Tuesday, Wednesday, sijui Sunday, haimaanishi siku ndio ilianza. Kilichoanza hapo ni sayari ambayo tunaziita Venus, Sun, Moon, Saturn na zingine. Kwa sayari hizi ndio zimetoa majina halisi ya siku na muda pia kutokana na mizunguko yake. Umeona sasa kitu kinachotokea? Kwa hiyo usiseme tu Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne. Kuna maana ya kuitwa Jumanne kutokana na asili ya hizi sayari. Kwa hizi sayari zina misingi mizuri. Kama tulivyosema, msingi wa sayari ya Saturn ni kujenga kujenga msingi mzuri wa kufanya kazi au kufanya jambo kwa ugumu, ambalo tunajikuta kufanya mazoezi au kufanya mazoea ya kudumu, kufanya vitu kwa kudumu, kuweka nia ya kudumu. Hii siku ina mambo mengi sana. Lakini siku zingine ni kama siku ya Jumanne na Alhamisi. Siku ya Jumanne, ambao siku ya Jumanne tunaizungumzia, inahusishwa na sayari ya Mars. Kwa Mars ndo ikasababisha iitwe siku ya Jumanne. Kwa kuna maana halisi kwa nini alisema iwe siku ya Jumanne, kwa nini iwe Mars. Ni sayari inahusishwa na nguvu, inahusishwa na masuala mbalimbali ya migongano, kwa sababu ni sayari ambayo inatumia nguvu katika kuendesha mambo na mambo mengine yanayohusiana na viumbe. Na hii wengi wao wanaelekeza na wanashauri ni vizuri sana kuepuka migogoro katika siku kama hizi, au kufanya maamuzi makubwa bila kutumia akili. Na tutakuja kuzungumza sana. Wengi wamekuwa wanaiogopa sana siku ya Jumanne kwa sababu ni siku ambayo wengi wanasema ni siku ya hatari. Sio siku labda ya kufunga ndoa au siku ya kufanya mambo fulani ya kiroho au mambo fulani ya kiulimwengu. Ni siku mbaya wanasema, lakini
ubaya kwao, lakini sio ubaya kwenye system. Ubaya kwa wale watu naona ubaya, kwa sababu kwao inawezekana mifumo yao inakatana na hiyo siku, lakini kuna watu wengine na viumbe wengine siku hiyo inaweza kuwa nzuri kwa mifumo yao, kwa sababu mifumo yao inaendana na hiyo siku. Kwa hiyo ikae katika namna hiyo. Na hivyo hivyo kwa siku ya Alhamisi, kuna ambao mifumo yao inasema ni mibaya na nyingine inasema ni nzuri. Siku ya Alhamisi inahusishwa na sayari ya Jupiter. Sasa ni nani alisema Jupiter? Nimesema mwanzo, tutakuja kufafanua. Ni muhimu sana. Na ndio maana watu wengi wanazingatia hilo katika mfumo wa kufanya ibada. Ndio maana Waislamu wanafanya Ijumaa, sijui Sabato Jumamosi, sijui watu gani Jumanne, sijui yani Wakristo Jumapili, kwa kufuata misingi ile ile ya hizi sayari Jupiter, Mars, Venus, Saturn na Moon na sayari zingine. Kwa hiyo ni vyema zaidi kufahamu hilo. Ni vyema kufahamu miezi, muda katika mwaka una umuhimu mkubwa sana katika nguvu za kiroho au mafanikio ya watu au shughuli mbalimbali au mafanikio ya viumbe mbalimbali, kwa sababu vimebeba vitu fulani hivi. Kwa mfano tukizungumzia kwa haraka mwezi Aprili na mwezi Agosti na Disemba ni miezi ambayo inahusishwa na baraka za kiroho, baraka za ulimwengu wa roho, kwa sababu miezi hii inakuwa na mianya au frequency au mawimbi umeme mazuri katika viumbe au wanadamu. Kuna siku, kwa nini nitakuja kuzungumza hii miezi? Kwa mfano mwezi Aprili ni mwezi unaohusisha mipango na mikakati na misingi ya kujenga jambo fulani. Mwezi wa Aprili ambao ni mwezi wa 4, na huu mwezi wa 4 una maana kubwa sana kwa watu fulani. Lakini pia kwa mwezi Agosti ni mwezi ambao ni mwezi wa mafanikio au kukamilisha malengo yako. Mwezi Agosti, mwezi wa 8 ni jambo la msingi sana kujua. Ndio maana kuna wale wanaojua utaratibu wanajua umuhimu wa hii miezi. Waislamu wanafunga, Wakristo wanafunga, wale wengine wanafanya ibada mbalimbali, lakini kuna wengine pia wanatoa mambo ya wanafanya makafara na vitu kama hivyo na kutoa misaada, masadaka na nini. Wanajua umuhimu wa hii miezi kwa sababu ya ile mizunguko ya Jupiter, Mars, Saturn, Venus na nini. Wanajua. Mwezi wa Disemba unahusishwa sana kama mwezi wa shukurani na kutafakari mambo yaliyopita na mambo yanayokuja. So kwa kumalizia hii session kuna baadhi ya miezi yenye changamoto ambayo utajifunza huko, utasoma, utaelewa kuna baadhi ya vitu. Kwa mfano mwezi Januari ni mwezi ambao unahusishwa sana na nishati mpya au nishati ya kuanza, lakini wakati mwingine inakuwa na changamoto za kufanya mipango. Huwezi kufanya mipango mwezi Januari, itakula kwako. Kwa nini? Kwa sababu mwezi Januari una mambo yake. Tutakuja kueleza siku moja, Mungu akijalia uhai, tukijaliwa uzima na nguvu ikiendelea kuwepo, basi tutaeleweshana hilo. Na pia mwezi Oktoba, mwezi wa 10 ni mwezi ambao wa mabadiliko makubwa ambayo yanaweza kusababisha msongo wa mawazo. Kwa hiyo ni vyema kutulia kwenye miezi kama. Nimesema hivyo kwa sababu watu wengi tunapitia changamoto na matatizo mengi pasipo kujua nini cha kufanya. Wakati unaofuata tutakuja kuzungumzia kuhusiana na muda mzuri wa kufanya jambo lolote katika masuala ya kiroho. Muda hapa tuzungumzia siku, tumezungumzia kuhusiana na namna ya kufanya ibada. Endelea kufuatilia Come TV Tanzania. Usisahau kwamba hichi ni kipindi cha Human Hits ambao tunaelezea masuala mbalimbali yanayohusiana na binadamu na viumbe na mimea kuhusiana na mambo ya kiroho, na hapa tunapata elimu nyingi na kubwa ambayo itatusaidia sisi kwenye maisha yetu yote. Unaweza pia kuchangia kipindi hiki kwa namba za simu ambazo zinapita hapo chini ya screen au account number ili kuendelea kusupporti kipindi hiki. Kuandaa na kuelezea haya mambo si rahisi sana, na ndio maana wengi wamekuwa wanafanya juu, lakini sisi tunayachimba kwa undani ili mtu aweze kuelewa kwa lugha nyepesi. Wengi wao wamekuwa wanaongea tu in short, lakini kueleza kwa undani, kuelewa mambo yanakuwa ni magumu. Lakini sisi tunayaleta kwa urefu na upana ili mtu aweze kuelewa. Asante, naendelea kufuatilia Come TV Tanzania. Mungu akubariki.